Mwana michezo popote ulipo, karibu sana katika Sports Recap, tuyajadili yote ya kimichezo au tuzungumze yote ya kimichezo ambayo imejitokeza duniani kote. Kubwa zaidi tutangazia taarifa mbalimbali kwa hapa nyumbani. Tutangazia mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa upande wa ligi ya wanawake Tanzania bara ambao umechezwa katika siku ya jana kukutanisha Yanga Princess dhidi ya Simba Queens. Tutangazia matokeo namna ambavyo yametokea, lakini pia na matukio makubwa ambayo yalijiri katika mchezo. Lakini huko kimataifa tutangazia taarifa ya kumhusu mshambuliaji wa timu ya taifa ya Uganda The Cranes Emmanuel Okwi ametangaza rasmi kustaafu kuichezea timu ya taifa ya Uganda baada ya kutumikia kwa miaka 16. Karibu sana. Mimi ni Victor Lusega, nipo na Kepo Benedicto bana. Kepo, habari ya kwako? Salama. Ramadhani vipi shawa? Tunaenda. Pesa chini. Sawa. Sisi tutashtukia hidi hapa. Okay, sawa. Hatuna masuala hayo. Pesa chungu. Unatia mdevu. Ndio wenzetu. Wewe funga tu sasa. Sawa. Basi sawa. Tuanze rasmi uchambuzi wa taarifa zetu za kimichezo tukianzia hapa nyumbani ambapo kwa siku ya jana tumeshuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa upande wa ligi kuu soka wanawake Tanzania bara ya wanawake ambapo tumeshuhudia dabi ya Kariakoo ikiwakutanisha Yanga Princess ambao walikuwa na kichapa dhidi ya Simba Queens. Mpaka dakika 90 Yanga Princess wanafanikiwa kupata alama 3 na bao moja ambazo zinawasogeza mpaka nafasi, zinaweka kwenye nafasi ile ile. Bao la yule Jenin ambaye mara zote amekuwa kama mtu ambaye anamwoma matokeo. Tumeshuhudia ile michuano ya Arusha ndio aliwapatia Yanga bingwa, na this time around anakuja na wadhibu Simba. Wapi walikuwa Simba, lakini pia Yanga walikuwa bora katika sehemu gani? Ilikuwa ni mechi yenye test ya aina yake. Watu tunaopenda kufuatilia mpira wa wanawake nchini tutafahamu na tutakumbuka. Yaani ukiondoa hayo yote unaweza kusema Simba Queens ndio timu ambayo ina wachezaji wengi wenye ubora ukiwajumuisha pamoja na JKT Queens. Lakini tofauti, Simba Queens wana international players wengi sana ukilinganisha na JKT Queens. Kwa hiyo hata mwalimu pia ambaye yuko kwenye bench ni raia wa Ghana pia, ambaye wakati anakuja alitaka bila shaka Simba alilenga kufanya mapinduzi hasa mara baada ya majaribio kadhaa ya kwenda katika michuano ile ya klabu wanawake barani Afrika na kushinda kufanya vizuri. Basi waliona kuna haja ya kuboresha bench la ufundi na kuleta mwalimu ambaye ana uzoefu mkubwa pia na soka la wanawake barani Afrika. Lakini unaweza ukatazama namna ambavyo jitihada zinaweza zikafanywa za viongozi, lakini mpira ni mchezo wa wazi. Mpira ni mchezo wa sayansi. Wakati mwingine unaweza ukawa una combination ya wachezaji waliokuwa bora, wenye majina, status kubwa, lakini inapokuja swala dakika 90 uwanjani, sayansi ya mpira ndio ambayo inaamua. Yes, katika michezo hii yote miwili ambayo ya karibuni Yanga Princess anapata matokeo mbele ya Simba. Ukiangalia nature jinsi ilivyokuwa, Yanga Princess walifanya kazi kubwa sana mbele ya Simba Queens. Waliwazuia kupoteza mpira, wanakuja walielewa ni maeneo gani Simba Queens walikuwa bora. Mara nyingi michezo mingi ambayo Simba Queens ukiangalia transition yao kutoka eneo la katikati kwenda mbele hasa kwenye attack imekuwa na faida kubwa, sababu hapo katikati wana baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa na ubora. Tukizungumzia Precious Christopher ambaye zamani alikuwa mchezaji wa Princess. Unawazungumzia Vivian Corazon. Ukiangalia eneo la attack na Asha Jafari na James Shikangwa, ni wachezaji ambao hawana masiara pale kwa kushambulia, lakini ubora wao pia umebebwa na hao wachezaji kama Kiaretisi anaosa eneo la katikati. Kwa hiyo iliwapa inakupa taswira ni timu ambayo ukienda tofauti kidogo unaweza kupata nguvu. Lakini mwalimu Edna Lema katika michezo hiyo yote miwili alichokifanya ni kufanya matukio muhimu katika maeneo sahihi. Ndicho ambacho alichokifanya yeye. Hakuna kucheza hivi. Nachokitaka kufanya mimi ni kufanya tu matukio muhimu. First half jana inaisha 0-0. Na kwenda katika second half alifahamu mwalimu Edna Lema, akajua mchezo huu tunaponitatiza nimeshaweza kuamudu hao. Yaani katika mechi za Simba Queens na Yanga Princess, mechi zote tusidanganyane, Yanga Princess anaingia kama second team.
na siku zote kwenye mpira iogope timu ambayo yenyewe inaingia kama second choice katika. Lakini tumeona mara baada ya dirisha dogo Yanga wamefanya usajili ambao umeonekana kuwabadilisha kwa kiasi kikubwa. Na hakuna mtu ambaye alitegemea huu mwitikio ambao umepatikana katika dirisha dogo la usajili. Unajua wachezaji wengi tunaamini ukishafanya usajili mkubwa katika dirisha dogo la usajili kuna maana ya kwamba utatumia muda mkubwa, utatumia nguvu nyingi wachezaji hadi waje kuingia kwenye mfumo. Lakini imekuwa rahisi sana kuadapt na kuweza kuwapa kile ambacho wanakitaka. Kwa hiyo mwalimu Edna Lema jana alichokiona kwamba tumeweza kuwazuia katika hizi 45 za kwanza, 45 za pili, hebu niongeze nguvu katikati. One of the best match ukimwangalia Agnes Palancho jana alifanya kazi kubwa sana katika eneo la katikati la Yanga Princess akisaidiana na kina Sabini. Alifanya kazi kubwa sana ambayo pengine ndio ilimpa uhai Edna Lema. Alikuwa na viungo wawili kipindi cha kwanza, kipindi cha pili akaongeza kiungo mwingine eneo la katikati. Kwa hiyo ile ikampa uhai. Yes, unawaangalia Simba Queens ambao walikuwa wanapoteza mpira sana. Wakati tunaangalia mechi kuna jamaa wangu mmoja ananiambia wakati wa Elizabeth Wamboye winga hii ya Mali alikuwa bench na shaka. Sasa ile matukio kina Asha Jafari wale wanapoteza mpira, mmoja akasema labda ingie Wamboye anaweza kuonesha kitu. Lakini ukiangalia wachezaji wa Simba Queens fitness iko chini sana. Unajua kwa maana gani? Fitness yao yani sio ngumu. Unajua kwenye hii mpira wa wanawake mara nyingi unakutana na timu ambazo sisi huku Tanzania tunaweza tukaona ni kitu kwa nini mwanamke acheze mpira mgumu, lakini kwenye mataifa wenzetu tunakutana na wachezaji kama wale wa Tipmasa wale kazi. Kwa walikuwa wanapoteza mpira kirahisi, hawana fitness ya kutosha. Bila shaka pia timu kama haina fighting spirit ambayo tumezoea siku zote. Na hili ni tatizo ambalo wanapaswa kuliangalia Simba Queens, kwa sababu kwa sasa JKT Queens akishinda mchezo wake unaofuata, sababu ana mchezo mmoja mkononi, anapanda juu yao, na akipanda juu yao hadithi inabadilika kabisa. Of course. Kwa mimi niseme ni nyakati ambazo Simba Queens wanapaswa kufahamu. Yaani hata hawa tunazungumza hawa Yanga Princess wana alama 27. Ukiangalia JKT Queens ana alama 32, Simba ana alama 34. Kwa hiyo ukiangalia hapa ni tofauti ya alama 7 tu na mtu ambaye anaongoza ligi. Kwa huyu ukikaa vibaya, leo umepata matokeo mbele ya Yanga Princess. Kuna timu zinaweza kung'ang'ania mnaenda katika michezo ambayo pengine mtu katika hati ya watu wanapambana shuke daraja na vitu vingine kama hivyo. Unaenda katika nyakati ambazo lazima upambane ili uhakikishe kwamba unaendelea kusalia katika eneo bora. Yes, unapaswa kuwapongeza sana Yanga Princess ambao walifanya jitihada kubwa kwenye kuboresha kikosi chao katika dirisha dogo. Mwalimu Edna Lema bila shaka mara kadhaa amekuwa ni mwalimu ambaye ameweza kuwasaidia. Kuwa na cream ya wachezaji wengi kwenye dirisha dogo wote ukanufaika nao, sio kitu kidogo na sio kila mwalimu anaweza. Sasa lakini tumeona Jenine Mukandayisenge miongoni mwa wachezaji ambao kwangu mimi jana nilivutiwa na namna ambavyo anacheza, lakini si mara ya kwanza kumshuhudia, nilimshuhudia pia katika michezo ya Samia Cup ambayo ilifanyika pale Arusha, ndo alifunga mabao mawili ambayo alimpatia Yanga Princess ubingwa wa michuano ile, na jana pia tumemshuhudia pia akiwa katika kiwango bora sana. Unamuona wapi Mukandayisenge katika hii michuano ya wanawake? Ni shumoto kwenye orodha hapa atakuwa top scorer. Ameshachelewa sana. Kwa sababu ukiangalia orodha ile ya top scorers wa ligi, ukiangalia alipo Juventus Chicago, ukiangalia alipo Sumaya Abdalla mbali sana. Kwa simuoni atakuwa na nyakati bora katika mechi ambazo zimesalia kwenye ligi, lakini simuoni akipewa upinzani kwenye orodha ya wafungaji. Kwa sababu nature ya Princess sio kwamba ni timu ambayo mbaya, lakini haina consistency ya kushinda magoli mengi. Unaona kwa mfano JKT ukiangalia kwenye orodha yao wana mechi ya takriban nyingi ambazo wameshinda magoli kuanzia 5+ ya 7, 10, 12. Unaelewa? Naona ukuta Stumai tayari ana double figures kwenye orodha ya wafungaji. Simba nao wamekuwa na hali hiyo, ndio maana unakuta Gentrix Kanga tayari ana double figures kwenye orodha ya wafungaji. Kwa hiyo namuona Jenine akiendelea kupambana akiwa na mwanzo mzuri, kwa anaweza akawa na faida kwenye msimu unaokuja, akaanza upya na resi ya kutafuta kiatu pia pengine kutoa upinzani kwa timu nyingine. Sawa, basi tunatoa taarifa yetu katika taarifa nyingine tukisalia hapa nchini Tanzania.
kuhusu tetesi ambazo zinamuhusu nyota na klabu ya Singida Black Stars Nathan Soa kujiunga na klabu ya Young Africans. Ni kama hili dili liko tayari tu, swala la muda. Soa kabla kuja Singida inafahamika. Sema tu kwenye mpira wetu bana kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Tukiyasema hapa unaweza kujikuta katika hali mbaya. Sasa sisi Kangoni hatutaki kutoka katika hali mbaya. Of course unajua Soa alikuwa na deal la kuja kucheza Young Africans. Na kwa taarifa za ndani zinaeleza kwamba Soa amepelekwa ndani ya Singida Black Stars katika miezi hii ambayo ligi imesalia. Kwa plani ilikuwa ni acheze Singida Black Stars alafu wamtoe wampeleke Africans. Kwa hiyo ilikuwa ni plani kwa mezani. Haina haja kuuliza kitu. Anajulikana mchezaji wa Young Africans. Kwa maana hata yeye wakati wa interview, ile interview watu wengi tulikosoa sana. Soa anazungumza, yani wewe upo katika ligi ambayo nyinyi wote mnashindana. Lakini unazungumza kwamba mimi Yanga ni nyumbani na siku zinazokuja nitakwenda kucheza Yanga. Unajiuliza confidence anajipata wapi? Usikute makaratasi yake ndio anamwambia hivi. Kwa kitu ambacho kipo tayari na hakuna haja ya kuuliza kitu. Atakwenda kucheza Young Africans. Sawa. Basi kwa taarifa yetu tuhamie katika nje ya mipaka ya Tanzania kuangazia taarifa nyingine za kimichezo ambazo zimejiri katika nchi nyingine, tukielekea kwa majirani hapa nchini Uganda ambapo mshambuliaji wake Emmanuel Okwi amestaafu rasmi kukitumikia kikosi cha timu ya taifa ya Uganda The Cranes mara baada ya kukitumikia kwa muda wa miaka 16 akiwa kama nahodha wa timu hiyo. Inaweza kama ni mapema sana miaka 32 Emmanuel Okwi, lakini pia inaweza kama ni ametumikia kwa muda mrefu sana. Na tuliangazia hili labda kwa Okwi kuna effect yote ambayo inaweza ikatokea kutokana na yeye kustaafu kutumikia timu ya taifa. Ya kwanza kwa bara la Afrika kukuta ile timu au kukuta mchezaji anaweza kudumu kwenye national kwa miaka hiyo yote, national team miaka hiyo yote 16. Sio unapaswa umpongeza na umpongeze kwa sababu sio rahisi kwa mchezaji akiweza kudumu katika huo ubora. Lakini yote kwa yote lazima utarudi pale pale. Utasifu kile ambacho kimefanywa na kwa sababu ukiangalia ejimisha na bila shaka pia national team pia walikuwa wanahitaji test ya mtu mwingine. Nadhani ni uamuzi sahihi. Tunaweza kumsikia toka muda mrefu sana. Ni uamuzi sahihi na ameshafanya kila kitu kwa ajili ya Uganda. Sasa sidhani kama licha ya kwamba unajua amecheza katika level ambayo Uganda wangekuwa katika zile level ambazo wanaweza kucompete kushinda AFCON, mimi ningesema anaondoka hana AFCON. Angesubiria kidogo ili asikilizie kwanza. Sababu wameshafuzu tayari AFCON kwa kusikilizia. Lakini akawaweka Uganda katika level hiyo. Kwa kwangu mimi ameshaipeleka Uganda katika mashindano makubwa barani Afrika akiwa kama captain. Nadhani inatosha. Mimi sidhani kama kuna kitu ambacho tunaweza tukadoubt hapa. Na ni uamuzi sahihi kwa mchezaji ambaye ni sahihi. Wakati hata Chinua Achebe sio kusema miongoni kwa kwenye maandiko yake mchezaji mzuri au dancer mzuri ni yule ambaye anajua wakati gani anapaswa kuondoka stage. Ukikaa sana stage watu wanachoka. Wanakusa bwana huko vipi na zipo hizo hata katika maisha ya kawaida. Hata hao wachezaji tu umeona kuna wakati mtu anasema Shabalala bado tu anajaribu, mtu anajiuliza Shabalala kwa nini haumii? Yaani mtu anajiuliza huyu mtu anamuombea mabaya mwenzake, lakini ndio hivyo ukishakaa sana muda mrefu watu wanakuchoka. Sasa nadhani kwa sasa hivi ni muda sahihi kwa Khalid Aucho kuchukua kitambaa cha unahodha kwa kitumikia kwa muda mrefu, kwa sababu tumeona mara zote kuna baadhi ya kipindi amekuwa akiaminiwa kuwa kama nahodha wa The Cranes. Unasema kwa muda mrefu, unaona nini mtu anaweza akasamehe muda mrefu tena kwenye mpira? Bado ana umri bado. Mimi si mpya au miaka mingi sana kwenye mpira huu. Yaani kwa umri wake umeshaenda. Anaweza kutumikia Uganda kwenye miaka 5 inayokuja, lakini sioni akifanya zaidi hapo. Na hiyo 5 mimi nimesema tu kwa zaidi, lakini
sioni kama anaweza kudumu katika miaka mingi sana kwenye soka la ushindani. Kwa anaweza akapewa katika muda mfupi akaisaidia Uganda kwa wachezaji pia muhimu ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Uganda. Sawa, bado tunasalia hapa barani Afrika kabla tujihamia huko Ulaya kwa kuangazia taarifa ya mwisho. Tumeona pia kuna taarifa kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa Cameroon. Wao wamewasili bana nchini Afrika Kusini ambapo wanacheza mchezo wao leo dhidi ya Eswatini ya kufuzu kucheza kombe la dunia. Lakini kuna habari ambayo pengine ni ya aibu, naweza nikaitem kama ya aibu kwa sababu wao wamefika viongozi wakashindwa kuplan namna nzuri ya wao kusafiri katika mji husika kucheza katika mchezo wao. Ni kama wametumia basi badala ya kutumia ndege ambayo ilikuwa planned kutumia. Hii ni kama aibu hii. Sijafahamu Cameroon wanafanya vipi kazi, kwa sababu nimeona lawama nyingi anapelekewa waziri wa michezo wa Cameroon ambaye bila shaka alipaswa kuplan vizuri wote. Lakini sidhani kama shirikisho la soka lina kazi gani, lina wajibu gani? Waziri tena aingilie shughuli, yani kiongozi wa serikali pia aingilie planning za timu ya taifa kusafiri. Nadhani kuna shida sehemu, kwa sababu sio rahisi kwamba kiongozi wa serikali licha kwamba anasimamia sekta ya michezo hausiki moja kwa moja kwenye kufeli kwa timu ya taifa kusafiri. Mimi naamini nafahamu timu ya taifa shughuli zote za mpira zipo chini ya shirikisho husika. Labda tungesema watu ambao walipaswa kuja kuwapokea airport pale Johannesburg labda walishindwa kuwa support, lakini walifika pale wakaambiwa bwana, utaratibu wa ndege umeshindikana, ikabidi kutumia basi kwenye kilomita zaidi ya 300. Kutumia basi kilomita zaidi ya 300 kama mpaka Morogoro. Utafika ukiwa umechoka, na wakati wa Eswatini wameshatangulia, wameshapumzika tayari, wamesha train, kwa unafika pale ukiwa umechoka. Na ndio maana nasema kuna shida. Unajua kwenye nchi kama Cameroon, unajua Eto'o alishakupitia changamoto ya kuhusishwa na rushwa ya mara kadhaa. Inawezekana shirikisho la soka Cameroon limejiweka pembeni kwenye shughuli za klabu. Kama kuna embezzlement of public funds, basi zifanye na watu wa serikali. Kwa maana timu ya taifa zifanye na watu wa serikali, na sio sisi ambao mmekuwa mtuhisi kwamba tunatumia nini vibaya madaraka. Kwa nadhani kuna hiyo scenario ambayo inaendelea. Nilitegemea hizo lawama wapewe watu wa shirikisho ambao ndio wanahusika na mpira moja kwa moja, lakini naona lawama zinapelekwa kwa waziri wa michezo. Bila shaka waziri wa michezo alipaswa kukabidhi fungu la kuisaidia Cameroon kuweza kuwasili kwa ajili kucheza kwa dhidi ya Eswatini. Lakini turudi pale. Hii ni aibu kwa status ya Cameroon. Unajua Cameroon na wachezaji wengi sana ambao ni wachezaji wenye status kubwa. Wanazungumzia wachezaji kama kina Andre Onana ambao kwa sasa dunia inawatazama pia. Kwenye kilomita 300 wasafiri kwa basi. Actually sio maisha yao. Kwa hiyo wakati mwingine ukiwa mkubwa lazima uingie gharama pia. Kama mnataka Cameroon hawa warejee kwenye ubora, kwenye sifa zile ambazo walikuwa nazo kwa nyuma, basi at least hata huduma wanazopewa ziwe za hali ya juu. Cameroon pia viongozi wa Cameroon na mashaka nao. Wao ndio hawa pia walimwombaga baba yake Kylian Mbappe pesa ili acheze timu ya taifa. Kwa na mashaka na viongozi wa serikali ya Cameroon. Ndio maana Eto'o anaonekana mbaya. Sasa anaanza kuelewa vitu. Unajua Eto'o anamuona kama ni mtu mbaya, anatumia popa, anatumia sijui madaraka mbaya. Kumbe kuna hali ambayo viongozi wa serikali wanaitengeneza. Eto'o akistep in kwa ajili ya kusaidia mpira anaonekana. Na siku zote mtu ukiwa unapenda sana kunyoka, lazima utachukia. Ukiwa umenyoka watu wanakuchukia, hawezi kukubali hata kidogo. Ndicho ambacho Eto'o kinamkuta. Kwenye mazingira kama hata mimi nikiwa rais wa shirikisho, nitafurahi vipi? Na naamini hisi imetokea hivi. Tutasikia hapo mbele. Kuna mtu kitamkuta kwenye scenario. Namjua Eto'o sio mtu ambaye anaweza kuvumilia matukio kama haya, hasa yanayohusu mpira nchi yake.
Sawa, basi tumalizie taarifa ya mwisho huko barani Ulaya tukijikita katika klabu ya Manchester City ambapo bana kuna scenario ya kuhusu ambaye alikuwa mchezaji wa Man City Richard. Unajua bana hao mawakala wanakuwa maagent wanakuwa na mambo mengi. Akiona kama hapa panaanza kubuma, anatengeneza mazingira ili kumfanya mchezaji wake anufaike zaidi. Unaweza tukigusia hii scenario kwa sababu niliona ulichimba vizuri bro. Unajua Mika Richard ni yeye ndo ambaye amesema kwa siku za karibuni mara mwisho Mika Richard tumeona Chelsea alikuwa championship kwa Aston Villa. Kwa msimu wa 2017 alikuwa anapambana. Kwa zamani ameitumikia klabu ya Manchester City pia katika ubora wa hali ya juu sana. Sasa Mika Richard issue ilikuwa wakati wanataka kuongeza mkataba mpya, alikuwa analipwa pound 5,000 wiki. Sasa jamaa akaona kama pesa mimi nalipo ndogo sana, hazitoshi pesa. Akamwambia wakala wake, yeye ndo alimwambia agent yake kwamba bwana sikiliza, hapa ili tupigie pesa ndefu, mimi ni mchezaji mkubwa nacheza kwenye klabu kubwa. Wewe piganisha tu, tuambie Real Madrid wanataka kunisaidia. Watakuja wenyewe kuongeza pesa. Kweli jamaa akarudi akachekecha kwa waandishi, mambo yakabomu, Real Madrid wanamtaka. Sasa viongozi wa Manchester City kuja kushtukia ile scenario, wakaona mambo tunampoteza, video waongezea pesa, chiza akala kumkunda, maisha mengine yakaendelea. So hiyo tu scenario ya Mika Richard, ziko scenario nyingi sana ambazo maagent wao wanafanya. Hata kibongo tunaona watu wanafanya sana. Of course watu wanafanya hizo kwa sababu mwisho wa siku watu wanataka pesa. Agent ndo biashara yake. Kwa bila kufanya hivyo nini ambacho kinaweza kikatokea? Na hiko ndicho ambacho tunazidia. Wenzetu hawatengenezi fake news kwa ajili ya kuharibu taswira ya watu. Nieleweke. Unajua kwa mfano hata kuna baadhi ya wachezaji wameshapoteaga kwenye mpira wetu. Watu waandishi wanalipwa waseme kwa wachezaji. Kuna wakati hata Fabrice Ngoma ambaye tunaona mwingine mkubwa klabu ya Simba alikuwa anasema vibaya, waandishi walimshukaria kweli kwamba jamaa vipi huyo, naona kama siku hizi ubora umepungua na vitu vingine kama hivi. Lakini kitu ambacho waandishi pia huwa wanatafutwa ili waweze kufanya yaani usizungumze. Kwa mfano hapa Tanzania tunazungumza Lamine Yamal. Hizi nilikuwa najaribu kushare na marafiki zangu. Tunazungumza Lamine Yamal na miaka 17 anacheza FC Barcelona. Lakini tuna watoto wengi wakinda. Wapo wengi sana. Wapo kina Zidane, Sereli hawa. Wapo vizuri. Kwa tunashinda kuwatengenezea mazingira ya kuondoka. Mofokeng ilikuja wakati wakasema FC Barcelona wanamhitaji kwa kikosi bichi FC Barcelona. Kwa hiyo inawezekana ni kweli au sio kweli, lakini watu walikuja wakapush. Leo Mofokeng tunavyomtaja anatajwa kuwa ni miongoni mwa makinda ambao wanatazamwa kabisa hapa barani Afrika. Hata Al nao alipiga waligongo hodi wakaambia hapa kitu tani. Kwa plani walionao Orlando ni kumuuza Ulaya. Sijui umenielewa. Kwa hiyo tukatezesha tunaye Zidane Sereli. Watu wanakaa chini na plan, tengenezeni rumors ambazo zinawezekana. So unatengeneza tu rumors kujitaka kuumiza watu. Misinformation ni watu wanafanya, lakini wanafanya kwa ajili ya advantage. Though kwenye tasnia ya habari sio kitu ambacho yani tunaweza kufanya hizo habari. Hizo sisi TV hatuwezi kufanya hivyo kama hiyo. Sawa, basi na kwa taarifa tunafikia tamati ya Sports Erica kwa siku hii leo. Shukrani za kutosha kwa timu nzima ya FG TV ambayo imefanikisha kila kitu ambacho nakiona kinakaa sawa. Mimi naitwa Victor Lusega, nilikuwa na ndugu yangu kiko kwenye kitu ambaye yeye amekutemea nondo nyingi kweli za michezo ambazo tumezijadili katika siku ya leo. Nikutakie siku iliyo njema, lakini pia nikutakie mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Bye bye.